Maskini bibi Matrida. Lakini yote Matrida anaona kama vile dunia inazidi kumwangalemea au kumdondokea pindi tu na Manyanya alipoamua kuondoka. Kwa kweli naona akili imesimama na anajiona kama vile yuko polini huko juu au yuko sehemu moja ambayo hana support yoyote, kwa sababu ukiangalia mikasa yake ya kuachwa na wanaume, alivyompata Manyanya aliamini ndio sehemu sahihi ya yeye kukaa na kutulia na kuenjoy maisha yake. Na ni kweli ameenjoy na amespendi kweli, ila wakati huu anakumbuka maneno ya rafiki yake wa kuitwa Catherine. Catherine aliwahi kumwambia kumiliki mwanaume wa mtu ni sana kumiliki gari la serikali, kama aliwezi kuwa lako, kuna muda litaondoka au kuna muda litachukua na wengine, ni kama hivyo. Na akamsisitiza kwamba mwanaume wa mtu, mimi sio vitu vyangu wanaume wa watu, kwa sababu wanaume wa watu watakutumia, watamaliza shida zao, mwisho siku watarudi njia kuu. Lakini bibi wa kuitwa Matrida ni ile alikuwa haoni wala asikii, kwa sababu alizama kwenye penzi zito sana na mwamba wa kuitwa Manyanya. Ila yote tunajua la mbaya na fitna za bibi Catherine dhidi ya Matrida. Kwa hiyo yeye anafurahia sana kwa hiki kinachotokea. Kuanzia kwa anaachwa kwenye mahusiano na hata hii juzi kushindwa kuvalishwa pete, yeye anafurahia. Ni ule msemo kwamba kifo cha panzi furaha kwa kunguru. Hapo kunguru ni Cathy, anaenjoy sana na kile kisasi chake kinaenda kutimia. Alichokuwa anaapa Abana hakupenda kuona wakiwa karibu bibie wa kuitwa Matrida na mwamba wa kuitwa Manyanya. Kwa kweli ilikuwa inamuumiza sana, kwa sababu mwamba wa kuitwa Manyanya hakuwahi kabisa kutaka shobo za kimapenzi na bibia wa kuitwa Catherine. Japokuwa Catherine alimpenda sana Manyanya kutoka moyoni, lakini ndio hivyo, kila ndege hutua kwenye mti ya upendao, na mwamba wa kuitwa Manyanya mti aliopenda ilikuwa ni bibia Matrida na alitua pale. Hebu niambie wewe ni timu gani? Ni timu Matrida au ni timu Violet? Tukirudi kwa bibia Violet, kwa sasa anafurahia humba zito yeye mmoja na mmewe ambaye ni mwamba wa kuitwa Manyanya. Violet anajimaliza na mama ameshinda sana hii vita, lakini ninavyoona mambo bado, na lazima mwamba wa kuitwa Manyanya atarudi kwa bibie wa kumuita Matrida, kwa sababu Matrida tayari ana kiumbe. Na baada ya kukutana, na tukirudi hapa kwa bibia Matrida walivyokutana kikifutati na mwamba wa kumuita Manyanya, mimi niliamini Manyanya angekaza, na kweli amekaza na kusimamia msimamo. Lakini the end of the day, hata kama ni wewe, vaa viatu ya mwamba wa kumuita Manyanya. Binti au bibi wa kumuita Matrida amekubali kuachwa kabisa na mwamba, lakini ayamuuliza swali moja: je, hiki kitu nakipeleka wapi? Huu ujauzito unampelekea nani? Napeleka wapi mimba? Mwamba wa kumuita Manyanya naona amelegea kabisa, na kulegeza zile bolt alizokaza. Kwa hiyo hapa hambiliki, sio baba sio mama, lazima mwamba arudi. Kwa hiyo timu Matrida tujuane, na nyinyi timu Violet mjipange. Hapa ndipo pale tunaporudi na kurejea kusema hii ndo dunia, na kila mtu anaishi kwenye dunia yake. Hapa unaona kuna watu wakikaa wanaona dunia wanaoishi dunia ya Violet, lakini kuna watu wakikaa wanaona wanaishi kwenye dunia anaoishi Matrida, na wapo dada zetu wengine wanaishi kwenye dunia anayoishi Catherine. Na sisi wanaume, wapo wanaume tunaoishi kwenye dunia anaoishi Manyanya. Hebu tujuane kwenye comment section, wewe ni upi? Wewe unaishi kwenye dunia gani? Unaishi kwenye dunia anaoishi Manyanya kama ni wa kiume, na kama ni wa kike unaishi kwenye dunia anaoishi Catherine au bibi wa kumuita Matrida, au wewe unaishi kwenye dunia anaoishi bibi Violet? Tukirudi upande wa church boy Amani wa Cindy, na Cindy mwenyewe huba ndo kwanza lipo hot. Ukisikia msina aliotulia na Amani tele hapo kwa bibi Cindy na mama wa kumuita Amani mtumishi,
Sasa hivi ni mama mtumishi, bibi yako kuitwa Cindy. Naona huba zidi kuwa zito, na ndo ule msemo wa kusema hii ndo dunia unaendelea kutimia. Kwa kweli kwa sasa Church Boy amekamatika, hasikii wala hambiwi kabisa kwa bibi Cindy, na Cindy kwa Church Boy hachomoi jamani. Kwa hiyo ikali ni hatari sana. Church Boy namuona hapa akirekebishwa nguo niende kanisani, lakini anasema nimechoka mishindo mama, usiku tumelala wote na mchana. Hapana bibie, bibi yako Cindy ni wa moto kweli kweli, na hakupenda pesa wala nini, amempenda mwamba wa kuitwa Amani. Kindaki jamani, kwenye comment section hapo tuambizane, wewe unaishi kwenye dunia ya nani? Unaishi kwenye dunia ipi? Kwa sababu kila mtu yupo kwenye engo zako. Engo yako ni ipi? Kama ni mtu wa kiume niambie engo yako. Unaishi kwenye engo anaishi Manyanya, au anaishi Amani, au anaishi mwamba wa kuitwa